Kwa hivyo tunachosema kitu gani? Tunachosema, na ndiyo sera ya chama chetu, na ndiyo sera ya serikali ambayo tutakwenda kuisimamia. Serikali itakayoiunda ni kwenda kusimamia sharia hii kwa weledi, kwa uadilifu. Akitokea mtu kwamba anahitaji ardhi yako, anataka kuwekeza, tunachosema sisi, na ndio inshallah jambo nitakalo kwenda kulisimamia, ni kuja kukaa na wewe. Bwana, katokea mwekezaji anataka ardhi yenu, pengine kama mkoa wa 6, mkoa wa 5, huyo anataka hii ardhi yenu. Sawa, mwongozo wa kukodisha ni huu, mkodisheni. Serikali itawasimamia kukodisha ardhi yenu baada ya kuitambua. Na kwa sababu jambo la mwanzo tutakalolifanya ni kuitambua ardhi yote ya Zanzibar na kuisajili. Jamani, ardhi ya Zanzibar yote ni ekari 650,000 tu. Serikali gani hiyo inayoshindwa kuitambua ardhi ya ekari 650,000? Itakuwa ina matatizo. Na siku hizi kuna teknolojia ya kuitambua bila kwamba kuweka kamba za kisasa kabisa. Kwa hivyo akitokea leo mwekezaji, tutakachomwambia, tukishakubaliana, itawasimamia mkodishe ardhi yenu. Ikiwa $1,000,000, ikiwa $2,000,000, ikiwa $100,000, hayo ni nyinyi wenyewe na huyo anayetaka kuwekeza chini ya mwongozo wa serikali. Tutakachofanya sisi serikali, tutachungulia, jamaa mnalipwa $100,000, sisi zetu $30,000 ndio kodi ya serikali kwenye kipato chako cha ardhi, wanaita tax on land rental. Ndio duniani, ndio ustaarabu nchi zinavyokwenda, nchi zinavyoendeshwa. Kwa sababu tukifika hapo, mtashukuru, mtafurahi, mtaufurahia uwekezaji. Leo umekuwa uwekezaji ni adui yenu. Mkisikia kuna kuja mwekezaji, mnaingia misikitini mkaanza kuomba dua, mnajua na kama hiyo inakuja. Sisi tunapotaka kuwafikisha, mkisikia anakuja mwekezaji, mseme alhamdulillah, neema hiyo imekuja. Kwa sababu neema hii ije kwenu, serikali ipate, kwa sababu kutumia kwa watu wote, lakini na nyinyi mnajua, ndugu zangu, ukimngoa mtu kwenye ardhi, huyo umemtoa roho yake nyingine. Maana roho ya binadamu ni aliyopewa na Mungu, ndio hii anofanya akavuta pumzi, lakini roho ya pili ya maisha yake ni ardhi yake. Ukimngoa kwenye ardhi yake, huyu roho ya duniani hana tena, atakuwa ananing'inia, atakuwa anayumba. Huyu ni masikini, huyu ni mtumwa katika nchi yake. Tumefahamiana? Kwa hivyo tunalifanya hili, ndiyo sharia za nchi yetu, ndiyo inavyotakiwa, na ahadi yetu kwamba hayo ndiyo tutakao kwenda kuyasimamia. Lakini ahadi yetu ya pili, ndugu zangu, ahadi yetu ya pili, yeyote aliyedhulumu ardhi ya mtu tutaichunguza, na tukiridhika tutamwambia iteme, itapike. Ataitapika, tutaichukua, tutakurejeshea mwenyewe uliyedhulumiwa ardhi yako. Hii ni ahadi yetu, huu ni wajibu wetu. Ndugu zangu, tumekuja sisi kwa dhati, dhamira yetu ni kuwatumikia ndugu zetu. Nchi yetu tusiifikishe pahala ikawa ni nchi ya madhulumu watupu, iwe ni nchi ya watu wanaishi katika nchi yao,
kwa amani, kwa raha, kwa furaha, wakijua kwamba wanayo serikali ambayo haikubali wadhulumiwe, wanayo serikali inayotimiza wajibu wake kwa kuwasimamia maslaha yao. Hayo ndiyo mapinduzi. Mapinduzi si kuvaa nguo ya kijani, ndugu zangu. Tumefahamiana? Mapinduzi si kuvaa nguo ya kijani, hiyo unajizuzua, lakini si hatuzuzuki. Sisi tunasema mapinduzi ni matunda